ushirika mzuri vile tulivyokuwa mwanzo. Bwana asifiwe. Kwa maana Mungu anazina kutenda mema na anazina kutenda makuu katika maisha yetu. Kwa hivyo nachukua hii nafasi ambayo tunaenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili ya kwamba tukaweze kusikia neno la siku ya leo. Maandiko inasema kwamba mwanadamu hataishi tu kwa mkate bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Kwa hivyo tutashukuru ili tukaweze kumwalika mtumishi wa Mungu. Acha tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Asante kwa nafasi hii umetupatia kuwa katika uwepo wako ili ya kwamba ukaweze kunena nasi. Mioyo yetu Bwana mabwana iwazi kusikia kutoka kwako mfalme wa amani. Nenda ukanene nasi na ukafungue kuelewa kwetu katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi wako anapokuja mbele zako na mbele za watu wako Bwana, yeye ni chombo, nenda ukamtumia kwa namna ya ajabu kwa utukufu wa jina lako. Najua kwamba neno lako li hai na limebeba uponyaji na ukombozi Bwana. Wacha likafanye kazi katika mioyo yetu katika jina la Yesu. Fikia kila nafsi inayosikia sauti hii mfalme wa amani. Walio wagonjwa ukawaponye kupitia neno lako Bwana. Walio chini ukawainue Bwana wa mabwana. Wale ambao Bwana wa majeshi wanasikia kwamba wameshindwa ukawawezeshe kwa utukufu wa jina lako. Tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu nyakati zote na unao mpango mwema kuhusu maisha ya kila mmoja wetu. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Wacha tukapige Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza kaa chini. We can sit down in the presence of God. So nashukuru Bwana kwa sababu ya Jumapili ya leo. Ninachukua nafasi hii kuwakaribisha na ninajua ya kwamba tunaenda kubarikiwa. Kwa hivyo ningetaka ugeukie jirani yako mkaribishe. Hallelujah. Amen. Mkaribishe. Mkaribisha. Ninajua ya kwamba we had a long week na God has been very gracious to us. Na ninatumai ya kwamba mko wazima. I believe that we are good. We are doing well. Ninasikika huko nyuma? Am I loud enough? Amen. Kwa hivyo without much ado, tutaenda direct kwa neno, and for the next 30 minutes or so tutakuwa tunamalizia. Shetani apende asipende, tutakuwa tunamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ninataka kuongea kuhusu kumsikia Mungu, hearing the voice of God, hearing the voice of God. Are we together? Ni wangapi huwa wanasikia sauti ya Mungu hapa? Muleke, unasikia sauti ya Mungu? Itakuwa ndoto. Oh my good God. Wacha nianze kwa kusema ya kwamba God has been faithful to me and my family. We are doing very well. Irrespective of whatever is happening, God is gracious to us. Nimesema nataka kuongea kuhusu nini? Hearing the voice of God. Ninakumbuka Sunday ya kwanza tulipokutana katika ibada, kuna jambo nikasema ya kwamba Corona is a wake up bell. Nilisema hivyo? Yes. Corona is a wake up call for the church so that we can begin preparing ourselves for the coming of the Lord. Maana Yesu anaenda kurudi anytime. Watu huwa wanafikiria kurudi kwa Yesu
ati kutakuwa na mambo mingi itakuwa inaonekana physically. Lakini wacha niseme hivi. Biblia inasema as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the coming of the Son of Man. Maana nyakati za Nuhu watu walikuwa wanaoana na wanaolewa, watu walikuwa wanafanya biashara, watu walikuwa wanalima, wanajenga. In fact, imeandikwa hivyo ninawaeleza. Until the very time wakati Noah alipomaliza kujenga safina na mvua ikanyesha. Na ninaamini for 100 years, kwa sababu maandiko inasema Nuhu alichukua miaka 100 kujenga safina. Watu walikuwa wanachukulia tu ni mchezo. I believe kuna wale walikuwa na haki, wanamwambia mambo haya sasa yamechukua a whole century hayajatimia. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa nyakati hizo za kuja kwa mwana Adamu. Bwana Yesu asifiwe. If you want to know how the coming of our Lord Jesus will be, just check the days of Noah. Amen. Check the days of Noah in the Bible. You will realize as it were in those days, so shall it be in those days of the coming of the Son of Man. Na ukiangalia nyakati hizi tunaishi, in fact they are like copy and paste ya siku za Nuhu. Kuolewa na kuoa siku hizi ni mingi na parties na vitu kama hizo, na ninashukuru Bwana kwa sababu mambo haya tu ni dalili kwa wale ambao we are looking forth for the coming of the Son of Man. So preparing the church is a must. Na ndio maana nilisema hivi Sunday ya kwanza, God is calling us back so that we can prepare the church. Ndiposa Yesu atakaporudi tukutwe tukiwa tayari. Na wakati nilikuwa ninaomba nikiuliza Bwana nitaongea kuhusu nini, Bwana akatia hili neno katika moyo wangu ya kwamba tufundishane kuhusu kusikia sauti ya Mungu. Maana you realize, yes, we are called the church, we are believers, but there are so many of us ya kwamba mambo haya ya Mungu na hasa kumsikia Mungu inakuanga watu wengi hawaja fikia kilele au the level of hearing God. Now even those people you hear they claim they heard God, you realize most of them sio Mungu, because you can either hear God, you can hear yourself, you can hear the devil. Si ni kweli? Na ni vizuri kujua when it is God who is speaking and when it is your own mind that is speaking to you, and when it is even the adversary who is speaking to you, because you can either hear God or you can hear from those three sources. Na ndiposa ninataka tuchukue nafasi hii, nyakati hizi tunapoishi tunahitaji kufahamu sauti ya Mungu sana. Maana there is a lot of voices that are speaking. Amen. Nilisikia mama mwingine juzi akisema, mliona yule mama aliua watoto wake sijini 3 au 4. Na ni sauti tu imuongelesha bado. Si ni kweli? Alisema alisikia sauti imemuongelesha awaue, na alipowaua hiyo sauti bado ikasema imefurahia na akaambiwa sasa aende alale. You can imagine, you have already murdered your own family, and then you claim you have had voice telling you to do that, and eventually the same voice inakuambia uende ulale. You can imagine, these things are happening, weird things. Na ninapoongea mambo haya wapendwa, ni vizuri muyafuate sana, because this is not just any other message I'm preaching. I am preaching this message believing God. After this teaching, maybe siwezi maliza leo, but after this series tutakuwa in a position of hearing and surely recognizing that is God who is speaking. Because even in the Bible you realize in the past God have spoken to people, and some of them have mistaken the voice of God as the voice of the adversary, or the voice of the adversary. And some have, like Samuel, wakati alikuwa anaongeleshwa na Mungu, alikuwa anafikiria sio Mungu, hakuwa anajua sauti ya Mungu, na ndiposa alipokuwa anaitwa na hiyo sauti, alikuwa anamwendea nabii Eli. Ni kweli? Yeah. Anamwambia umeniita na ikawa ni mara ya kwanza na ya pili na ya tatu, until the prophet Eli or the priest Eli realized this young boy kuna Mungu anamuita, lakini anafikiria ni mimi ninamuita. Kwa sababu hiyo sauti kulingana na Samuel alikuwa anasikia ni kama Eli. Bwana Yesu asifiwe. What does it mean? Sometimes God can use the voice ya mtu unayejua na unafikiria ni yeye, kumbe ni Mungu anakuongelesha. But how do you know when it is God who is speaking? So hayo ndio nitakuwa ninaongelea leo, na ninaomba for the next 30 minutes tafadhali mnisikize, because I'm going to bless you and we are going to be enlightened. So we are going to pray and then we go to the word. Na please ninatumai mnanisikia, because sijataka mtu akose kunisikia.
Am I loud enough? Yes, let's pray. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ninajua hakika Bwana unatupenda na una mpango mwema juu ya maisha yetu. Tunashukuru kwa sababu ya kutupatia nafasi na wakati mwingine tukaweze kukusanyika katika nyumba hii ya ibada. Ninaomba ukaweze kunena na roho zetu katika jina la Yesu. Roho wa Bwana, ninaomba ukanijaze nikaweze kupata ufunuo wa neno hili, ndiposa nikaweze kusaidia kanisa wakaweze kufahamu na tukaweze kujua sauti yako Bwana. Unasema ya kwamba kondoo zako zinakufahamu na zinajua sauti yako, na unaponena huwa zinasikia. Bwana, tusaidie kufahamu na kusikia sauti yako, ndiposa tukaweze kufuata. Maroho ya confusion, maroho ya ungumu na uzito ninayashika mateka na kuishusha chini ya nyayo zangu. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, na kanisa tuseme amen. Amen. So, Pastor, you can read for us John chapter 2 verse 25. And Mtumishi Odhiambo, you can read for us 1 King 19, 12 to 11. 1 King 19, 12 to 11. 1 King 19, 12 to 11. Now Pastor Marie, you read for us John chapter 2 verse 25. Read for us. And anointing that anyone should testify to my John 2:25. Yes. Soma. John 2:25 nasema. And anointing that anyone should testify of mine, for he knew what was in a man. Yeah. Odhiambo. Kings 19, 10 to 11. Yes. Bible says, so he said, I have heard very zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken your servant, your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Verse 11, then he said, go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Verse 12, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. So it was when Elijah heard it, that he wrapped his face in the mantle and went out and stood in the entrance of the cave. And suddenly a voice came to him and said, what are you doing here, Elijah? Verse 14, so he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken the covenant. Amen. Fikisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. John, nilikuwa nataka uanze John chapter 2 verse 1, Pastor. But anyway, let me read. Maandiko inasema hivi, and that day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there, and both Jesus was called and his disciple to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. Jesus said unto her, woman, what have I to do with thee? Mine hour is not come. His mother said unto the servant, whatsoever he says unto you, do it. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firekin apiece. Jesus said unto them, verse 7, fill the water pot with water, and they filled them to the brim. And he said unto them, draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and they knew not whence it was, but the servant which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom, and said unto him, every man at the beginning do set the good wine, and when the men have drunk, then that which is worse, but you have kept the good wine until now. The beginning of miracle did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciple believed on him.
Bwana Yesu asifiwe. Now sikiza sasa. Hapa let me begin by John. Tunaambiwa ya kwamba there was a wedding in the Cana of Galilee, na ninaamini ya kwamba most of us have read this scripture kuhusu harusi hii ambayo ilikuwa Kana ya Galilaya. Na Yesu ikawa alikuwa amealikwa katika ile harusi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika harusi, mnajua lazima harusi ikuwe na kula na kunywa, si kweli? There is no complete wedding without eating and without drinking. Amen. Ukienda harusi ukose kunywa, nafikiria na ukula, hiyo sio harusi. In fact, na kama kuna sehemu shetani huwa anaingilia sana kwa harusi, ni chakula. Amen. Mimi nakumbuka kwa harusi yangu, mimi nilikufanya harusi kubwa sana. Harusi ilikuwa kubwa those days, na nilifanya harusi 2 or 3. Lakini shetani mahali alipata kuingilia ni pande ya chakula peke yake. Hii mambo ingine yote ilikuwa superb, it was good. Chakula kilipikwa kingi sana, lakini kukawa na wamama kwa jiko. Mimi sijui walifikiria nini, wakazuia watu kupewa chakula. Baadaye mimi nakumbuka nilikuwa ninakaa chini ninaangalia, ninaona mambo haiendi vizuri. Ninaamka kwa kiti, naye best man ananikalisha kwa nguvu, ananiambia kaa chini, leo ni siku yako ya kukaa. Ninasikia kupasuka. Amen. Ninasikia hii ni mbaya, haifai kwenda hivi. Lakini nikijaribu kuamka ananifinyilia chini na kukaa chini. Sasa ikawa ni lazima nitii, lakini nikiangalia ninaona mambo haiendi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. After the wedding, I can assure you, tulipoteza, ilimwagwa chakula masufuria hii kubwa 3. My wife is a witness. Na watu wakaenda nyumbani wakiwa wanalalamika ya kwamba tumenyimwa chakula kwa hiyo harusi, na ni kweli walinyimwa, na sio chakula haikuwa. So shetani alitafuta tu mahali anaweza kuingilia aharibu harusi kwa sababu ya fungu. Kwa hivyo kukula kwa harusi ni muhimu sana. It is only okay, ni unfortunate wengine wamefanya hata kwa matanga. Western nafikiria kukula ni zaidi kuliko kuzikana. Very unfortunate. Western lazima watu wakule. Si kweli? Yes. Western mkizikana watu wakose kukula. Afadhali wewe wacha hiyo maneno. So that is how it was in my wedding. Na ninakumbuka tena kuna harusi nyingine tulifanya, sio hapa, wa kanisa tulikuwa nao Kiang'ombe. Maybe Miss Muridi can remember kama alikuwa ametujoin. Hiyo harusi nayo shetani alipata kuingilia upande wa chakula bado, ndio ujue umuhimu wa chakula kwa wedding. Na ninaguzia mambo haya because imeandikwa hapa. Ninakumbuka, sijui mimi mchele iliwekwa nini. Baada ya watu kukula, wapendwa, ile muharo watu walihara. Sisi you remember? Bwana Yesu asifiwe. I'm not a disciplined preacher. Mimi ni mhubiri hapo na adabu, but I'm telling you this because it happened. And some of these things ni vizuri kueleza, ndiposa tunapokuwa na maharusi mnajua shetani anaingilianga wapi. Si kweli? Mimi nakwambia wale watu walikuwa wametoka Western. Kwa sababu ndugu walikuwa wa Western, sitawaambia ni nani. Aliniambia kimeumana. Hawakai kwa nyumba usiku mzima. Walikuwa wanakaa hapo kwa varanda, maana huyo ndugu tulikuwa tunakaa na yeye kwa plot moja. So ninashangaa hiyo kelele na commotion kwa plot the whole night mimi. Kumbe ni watu walishindwa kulala, wanakaa hapo nje karibu na choo. Na ikawa very bad. So nikaona sijui ni mtu aliweka kitu baya kwa chakula, but it was one of the wedding. Sisi tushawahi kuwa nao na ikawa na that kind of negative repercussion. It was very bad. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hapa we are in a wedding in Cana of Galilee, and the Bible is calling it wedding, and Jesus was invited, which shows ya kwamba harusi ni muhimu. It is very important because it reminds us concerning the coming of our Savior. He is coming for who? For the bride. We are the bride. Are we the bride? Sisi ni mabibi harusi, hata kama wewe ni mwanaume, sisi ni mabibi wa Yesu, and he is coming for us. So every wedding inakuanga a picture of what will happen. Bwana Yesu asifiwe. And Jesus now here is invited in this very wedding, and he attended the wedding. Na in the process ikawa chakula, niseme tu chakula, lakini divide hiyo iliisha hapa. Nafikiria sio chakula kingine, divide hiyo iliisha, na Yesu akiwa mahali pale, one person knew who Jesus was, the mother. Mother of Jesus knew the power
and the calling of his son. Akamwendea akamwambia, my son. Amen. Divai imeisha katika nyumba hii. Divai imeisha, na please I know you can do something. Nimeanzia hapo because I want you to realize we will never benefit from what God has given unto us as a church or even as an individual if we do not hear the voice of God and recognize it. Many times God speaks to us, but because we do not know it, amen, we don't reap the benefit. Nisikia nabii mwingine akisema, many times as a servant of God, if you are going to grow in the grace na utembee na nguvu za Mungu, lazima ufike level ya kusikia Mungu clearly. Amen. Akawa akisema there are times he prays for people. Akona neema mingi sana. Alikuwa anasema kuna nyakati zingine anaenda hata kwa church. Roho Mungu anamwambia don't lay your hands upon people. Alikuwa anasema hii mazoea tunakuanga nayo ati saa yote ni kuwekelea watu mikono. Even the Bible says do not be hasty to lay hands upon people. Alikuwa anasema kuna nyakati anaendaga kuombea mtu na anaambiwa no, don't do it. Amen. Lakini sisi kwa sababu most of the time we don't hear God, or even if we hear, we don't know whether it is God is speaking, because we believe God speaks to us only through maybe audible voice, kwa sauti. Lakini wacheni niwaambie, nitakuja kuwafundisha hapa jinsi Mungu huwa zile vessels or channels Mungu huwa anatumia kunena nasi. Uone mara mingi Mungu huwa anaongea lakini hatujui ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anasema sometimes anaendaga kwa mahali kwa crusade au kwa kanisa, amealikwa mahali, anasikia Mungu amemwambia in this church hata ukipewa kitu usichukue. Na pastor wa hiyo church anashangaa, mbona tunataka kubariki hutaki kubarikiwa? Na sasa hiyo ameletewa bahasha mzuri. Amen. Lakini sauti inamwambia, Mungu anamwambia don't pick it. And because he has grown in that area of listening to God and knowing his voice, anajua huyo ni Mungu. Anakataa kuchukua. Na ukiangalia according to our own mindset, it does not make sense. Pastor uende mahali uhubiri upewe cheki kubwa alafu Mungu akwambie ukatae kuchukua. Unless you are very sure it is God. Amen. Na wacheni niwaambie, all of us here at one point or the other God have ever spoken to you. But because we have not grown to a level of knowing it is his voice, we end up disobeying. Bwana Yesu asifiwe. Na sometimes tunajikuta tumeingia kwa mitego, sometimes tunajikuta tumekwaswa, sometimes tunajikuta sisi wenyewe hata tumejikwaza because we did not listen to God's voice or we did not understand it is God who is speaking to us. Bwana Yesu asifiwe. Now here, mother of Jesus ndiye amesaa Yesu na amekaa na huyu kijana. Amejua huyu kijana sio kijana wa kawaida. Yes, he is my son, but this son is God. He has godness in him. Hata kama labda hakuwa anajua sana, but alijua there is something different with my son. Amen. Amen. Na alipomwendea alijua she knew ya kwamba Jesus is capable of doing something in this wedding on the issue of the wife. Now we see the response of Jesus to the mother. Alimwambia, you woman, what do I have to do with the wife? What do I have to do with this? But Jesus, the mother of Jesus, hakuongea mambo mingi, akaambia wale ambao walikuwa wanahusikana na divine, whatever he says just do it. Msibishane na yeye, kile atasema endeni, kile atasema mfanye. Wapendwa, hebu angalieni this wedding, pasinga kuwa na mtu ambaye alifahamu sauti ya Mungu. Pasinga kuwa na mtu ambaye alifahamu Mungu. Hii harusi yote ingekuwa kama labda ya Kiang'ombe au ya kule kwingine. Amen. Na Biblia inasema wakati walimwendea Yesu wale wafanyikazi wakamweleza, akawaambia endeni mshote mujaze hizo mapipa au madrums na maji. Na wakajaza maji then zote, akitena akawaambia endeni tena mshote mupelekee mwenye harusi, mwenye anasimamia karamu. Na hivyo ndivyo walifanya. It does not make sense kuweka maji kwa machupa au kwa drums then hakuna kitu imefanywa. Wale ambao mshawahi husika na mambo ya kupika shanga, inaongea hivyo kwa sababu most of us tumepitia hapo. Hata mimi nilijaribu kupika shanga siku moja. Aya.
Yeah, lakini yangu nilikuwa ninapika na matunda hii ya plums. Kwetu misimu ya season, December season kuna kuanga na a lot of plums. So tulikuwa tunajiweka zinaganda sababu nafikiria kuna kapepo hiyo ilikuwa nyakati za Christmas ya kulewa. So ilikuwa sometimes inaingia mpaka watoto na vijana. Nilikuwa around 13 years. So ukiona watu wanalewa na wewe unaona sababu huwezi pewa hiyo yao. Unasema mtapika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, mimi nawaambia yako, mimi mnaniapiaka yeye. Nani amepitia hapo? Nani ashawajaribu kitu kama hiyo? Kuna mmoja pale. Bwana Yesu asifiwe. Na I'm telling you, sitaki kusema nilifanywa nini wakati nilijulikana nilijaribu kupika pombe. Maana hatukuzaliwa tukiwa tumeokoka. Hakuna mtu hapa alizaliwa akiwa ameokoka. Hata kama mnanicheka, hakuna mtu alizaliwa akiwa ameokoka hapa. Wao wote tulitolewa kwingine. Wengine mkisema ile mambo mlitoka mnafanya kama hamjaokoka hatuwezi kuongelesha tena. Tutakuogopa. Lakini that is reality. Most of us we have done issues, we have done weird things. But I thank God today we are preachers. Amen. So you realize ya kwamba katika upishi wa pombe au katika upishi wa hizo vitu hakuna pombe huwa inaiva na masaa. Labda ile ya siku hizi ile wanapika na nini za maiti. Lakini hata hiyo sidhani kama huwa inaiva na masaa. Si ni kweli? It takes days. Hata kama imewekwa hizo vitu, it takes days. So you can be very sure ya kwamba the instruction that Jesus was giving the disciple could not make sense. Unawezaje kuweka maji? Ukishaweka zikija shota ati imeiva. Pelekea mwenye Jesus, what do you mean? This does not make sense. But because they were given instruction right from the word go. Ya kwamba whatever he says, do it. He is God. Amen. And they obeyed. I'm telling you, wakati mwenye karamu alipelekewa, Biblia inasema alioja akasema, you guys, you are not fair. Why? Why did you preserve the good wine until now? Wakati watu wamelewalewa ndio mnaleta ile mzuri. Sasa watajuaje ni mzuri? Because according to the owner of the one who was in charge of the wine or in that department, he approved it to be the best quality, the best in taste. Akasema you have not been fair because he, amen, ndio mngeleta kwanza. Wakati watu wamelewalewa hawajielewi, mlete hiyo baya, juu hawatajua tofauti. But you have preserved the right one until now. Bwana Yesu asifiwe. What do I want to say? If you look at this miracle of Jesus in Cana of Galilee, and I believe this was the first miracle in the ministry, it caused not only people to be filled, but also to believe in him. At the end of the statement inasema, and people believed in Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona inatokana na watu kufahamu sauti ya Mungu, ilitokana na mama yake kufahamu sauti ya Mungu na kuijua na kutii. Bwana Yesu asifiwe. So inamaanisha nini? When we begin to hear the voice of God and obey it, we are going to begin experiencing the greatness of God and the influence of God in our life, and we will cause many other people to believe in him. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali pia tumesoma the story of Elijah. Wale ambao hamfahamu, Elijah was a prophet, and he was not just a prophet, he was a great prophet. Right? Elijah was one of those people ambao walikuwa na uwezo wa kuitisha moto from heaven, na inakuja literally. Wacha hii spiritual, literally inafanya mambo physically. He was such an anointed guy. Na ilifika mahali hata yeye mwenyewe, though he was hearing God, kwa sababu ya hali ambayo alikuwa anaipitia, hali ya mateso, alikuwa amekibishwa na Ahab na Jezebel, ikawa ni kama hashikanishi vizuri, because you remember he was running away from God, right? I mean he was running away from Jezebel and Ahab. Na mahali alipoenda mlimani, maandiko inasema akakaa pale, he was tired, he was like, mimi nimefika mwisho. Na niseme hivi ninapoendelea, ni vizuri kufahamu ya kwamba kuna nyakati zinafikanga kwa sababu ya mambo magumu unayoyapitia au tunayoyapitia, inakuwa sometimes hard to hear God. Bwana Yesu asifiwe. Na especially like now, hii nyakati za corona hii, many people
we are hearing a lot of voices, but sometimes you can't tell whether it is God or whether it is the voice of, it is you who is thinking about it. Because there are so many pressures that are coming from all over to an extent. Sometimes you can even doubt God. Elijah was in that position ya kwamba God is speaking, but even him though a prophet, ni ameanza kuona ni kama huyo ni Mungu, anaona kama ni Mungu, but it was not God. Maandiko inasema hapo, tumesomewa na ndugu yetu Odhiambo ya kwamba kukawa na mpasuko, kukawa na kukaja upepo, kukaja mambo ambayo yalikuwa yanakaa ni kama ni Mungu, lakini katika hayo mambo yote Mungu hakuwa anaongea. Yalikuwa tu ni mambo mengine. Until still small voice that spoke at last, and God was in that small voice. So ukiangalia Elijah demonstrate here ya kwamba most of the times, because now he represents the masses when he is in the position of confusing this voice of God. Ya kwamba many times when God speak in the way we think he is speaking, he is not the one. Maana mara mingi huwa tunangojea Mungu aongee kwa sauti kubwa, mara mingi huwa tunaongea Mungu aongee kwa radi na mgurumo, mara mingi huwa tunaongea Mungu akuje kwa njia ambayo ni ya kutetemesha, but God comes in a very still and small way that sometimes if you are not careful or if you are not conversant with God, you may doubt that voice. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, ni mara ngapi Mungu ameongea na wewe na you end up confusing whether he is the one. Ni juzi, I think in the last week, nimekuwa kwa maombi nikiambia Mungu, God, I want to know you better. Mimi Mungu nataka nikujue zaidi. Nataka nikujue zaidi. Na God has begun revealing himself to my life, and I thank God. Bwana Yesu asifiwe. Juzi, I think it was last week? Yeah? Ni this week. God appeared to me. Okay, mimi Mungu huwa anaongea na mimi. And I know when God is speaking to me. When God speaks to me, nitakwambia that is God. Na ndio maana mnaonaga nakujaga hapa nawaambia this is what God is saying. Because over years, nimerealize when God speaks to me, kuna vile huwa kunaendelea kwangu. Amen. Na wakati ni ndoto yangu tu ninajuaga hiyo ni ya ugari. So juzi God spoke to me na nikajua ni yeye. Lakini yale mambo nilikuwa ninaambiwa, I was like, sasa hii inamaanisha nini? Nikasahau Mungu nilikuwa nimemuomba nimfahamu zaidi. Do you know what was happening? A guy came in my dream. Na ni jirani kwetu nyumbani, home. Na ni mtu tunajuana, actually tulisoma na yeye. Na akawa akiniambia, unajua sisi tumekaa huku for a very long time. Akaniambia babu yetu, familia yetu, our family lineage walikuja huku 1492. 14? Na akaniambia tulitoka, aliniambia kule walitoka na walikuja kwa njia ya Ethiopia. So, and then I woke up and I knew it is God who is speaking to me. So I was like, sasa what is this? Amen. Nikasahau vile nilikuwa nimeambia Mungu ya kwamba I want to know you better. So God has begun training me so that I may know him better. Do you know what I did? I decided, let me go. Nikaingia kwa Google. I wanted to check when people of Central, amen, walifika huko. Mimi sijawahi fikiria mambo kama hayo. It was my first time to check. Sijawahi kufikiria kwenda kuangalia kwa internet au Google how tribes came in Kenya. Nilishangaa. Amen. You can Google. Nilishangaa. People of Central walifika maeneo haya ya Central around 1400 to that time. How many years from then to now? Ni miaka mingapi? 600 years. Me, my great father hakuwa amezaliwa maybe. But God is speaking to me something that happened 600 years. And now I realize, kumbe ndio maana Musa aliandika mambo ambayo yalitendeka in Genesis na hata hakuwa. Because we have God who speaks to us and he revealed to us things that happened even thousands of years that passed.
So if we are careful enough to listen and to know and to hear God, you'll be surprised. You'll be surprised. God speaking to you things that happened thousands of years ago. Nilikuwa nasikiza mhubiri mwingine alikuwa anasema hata hii Biblia tunayoisoma. Amen. There are so many things ambayo unless the Holy Spirit reveal to you, by just reading it, you will not understand it. Na ndio maana Peter, I don't know whether it is Peter who was told, you have to study to approve yourself a man. Was it Timothy? You have to study to approve yourself a man who does not need to be ashamed by rightly dividing the word of God. And you have to be established in the present truth. Present truth means kuna ukweli wa saa hii, kuna ufunuo ambao kama sasa mimi ninahubiri kulingana na neema ambao niko nayo saa hii, right? Kuna mhubiri mwingine anaweza kuja kuhubiri the same topic mshangae because of the revelation, because of his understanding of that word, depending on his level. Amen? So there is present truth, there is past truth, and there is future truth. I can preach the word of God depending on my level of present truth. So alikuwa anasema ya kwamba there are some of the people ambao Mungu amepatia grace, they will reveal the word of God in a way ya kwamba wewe ukiangalia unaona kama ni uongo, lakini ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. So ninataka kusema hivi wapendwa, if we need to grow in this grace of understanding God, we need to be very close to him. Bwana Yesu asifiwe. Maana do you know kuna mtu ambaye Mungu anaweza tumia hiyo sauti kubwa kunena na yeye. Si ni kweli? Na there are sometimes God speak audibly. There are sometimes God speaks small. Na kuna mtu mwingine Mungu hahitaji kutumia hiyo sauti dogo, anatumia kubwa, na mwingine hahitaji kutumia hiyo kubwa, anatumia kadogo. It depends with the level you are in Christianity. Bwana Yesu asifiwe. So Elijah this time round he did not get it right, na ikawa ya kwamba Mungu hakuwa kwa hayo mambo yote alikuwa anamngojea kwake. Mungu aliongea kwa sauti dogo. So the question is, how does God speak to us? How does God speak to his people? Because that is where we are going to begin, wapendwa. How does God speak to his people? So I want you to write this subtopic, how God speak to his people. How God speak to his people. Vile Mungu huwa ananena nasi. Na tafadhali sikizeni haya, maana mambo haya ningetaka muelewe. How God speak to us. Nimeeleza hayo mambo yote because nilikuwa nataka niwatoe mahali tusiwe tusikwame mahali pamoja pa kufikiria Mungu asipopitia hii, huyo sio Mungu. God can use anything to speak to us. So one of the way that God uses to speak to us, na ni njia ambayo most of the time we do not take heed or we do not even care kama ni Mungu anatumia kunena nayo, ni njia inaitwa circumstances. That is one of the way that God uses. And many times God can use circumstance hali kunena na sisi. Kwa hivyo andika circumstance. That is one of the ways or the doors that God uses to speak to us. Na ndio maana in the book of Romans the Bible says that we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to his purposes. According to this scripture, the Bible says we should not think that some of the things that happen to us are bad. They happen to us according to God's plan. Because all things, including the bad and the good thing, they happen to the people that are called of God with a reason. So kuna hali huwa tunapitishwa na Mungu, circumstance huwa tunapitishwa na Mungu, na unakuta katika hiyo hali ni Mungu huwa anatumia kunena na sisi. Nilisikiza mama mwingine akieleza story yake, jinsi maisha yake ameishi na mahali amefika. Nikasema kuna Mungu mbinguni. Amen. Nikasema kuna Mungu mbinguni. Kuna watu wanatoaga ushuhuda yao, unaona this is not man, this is God. Alikuwa anaeleza aliolewa akiwa na 13 years kwa sababu ya kukataliwa kwao. But she has gone through hell. Amen. Alikuwa anaeleza it is only of late I realized the reason why God took her through that circumstances that they were so much deadly and Mungu amempreserve, because ile hali alikuwa anapitia haufai kuwa hai kulingana na human standard, haufai kuwa hai. Amen. Alikuwa anasema aliolewa mpaka na mtu wa ukimwi. Amen. Alipatana na mwanaume akamweka. Na kumbe mwanaume na yeye ako na familia, na yeye hakuwa anajua.
na bibi yake na yeye ako the last stage ya ameisha ni kukufa na kufa, na huyu mwanaume hamwambii na amemweka kama mpako ya kado. But you can imagine, yeye hakupata ukimwi na walikaa naye wania. Alisema alipimwa mpaka akafanywa scan. Wacha sasa hii Adam akafanywa scan. Because no one who could believe. How do you tell people who are AIDS na umekaa na mtu ambaye bibi yake ako the last stage? Amen. Na after one year huyo mwanaume akamwambia mimi yangu na wewe imeisha. You just me. Na feel yangu na wewe ime. Lakini huyo mwanamke akasema sasa I already have it. So why leave me now? Let's continue. Huyo mwanaume akamwambia I feel my duty in your life imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anasema alienda mpaka Koinage, sijui ni Koinage. Koinage ndio watu wanaendaga kutafuta wanaume. Ati alienda Koinage, alipost huko for 1 week na alikuwa mrembo sana. Lakini hata alikuwa anasema ni chokora mmoja tu alimuongelesha. Na sio kumuongelesha, alikuwa na mtusi. Akimwambia wewe pastor, wewe pastor toka hapo wewe unatukasia. Tangu kuja hapa mambo imekuwa baya. Hakuna mwanaume alimuongelesha for 1 week. Ni chokora tu akimtusi. That is how alitoka street. Na alikuwa anaeleza yale mambo amepitia katika maisha. It is only now she realizes that God was with her. So God can use circumstances to speak to us. Amen? Or to mold us. And if we are not aware that it's God who is using that hali, you may end up losing the test. Wapendwa, huenda kuna hali unapitia na ni Mungu anakuongelesha. Huenda kuna hali unapitia na ni Mungu anakuchonga. Ni vizuri kujua wakati ni Mungu anakuchonga au ni wakati Mungu anakuongelesha. Maana ukijua kuna hiyo anxiety, hiyo kujiumiza au hiyo kujichukia inaishanga, unajua I'm within the plan of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wangapi washawapitia hiyo? God has spoken to you through a circumstance, sometimes through stranger, and you think it is Amen. God can use circumstance to speak to us, and it is good to be aware when God is speaking to us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You can even remember the story of Jonah, chapter 1 and verse 3. It is speaking about the story of Jonah. Wakati Jonah wako katika ile bahari akielekea Tarishish, because he was sent where? Nineveh. And then he defied the calling of God and he headed to Nineveh. You can remember what happened in the sea. Simply because one man defied God's instruction. Na mnajua hiyo story, mambo yakaharibika baharini. But God was still using the circumstance to divert this prophet to his will. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Pastor, do you mean hata nikipigwa na mzee sometimes? I don't want to say sometimes, every time. Ukiona unapigwa gumi na mzee, labda kuna mambo Mungu anataka urekebishe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe unapigwa na mama, kwa sababu kuna wengine pia wanapigwa na wamama. Au ni kila mama anapigwa na mzee. Kuna wamama wanapiganaga pia. Anakupiga akiwa amekukalia na anapiga du. So watu wanajua ni Baba John ananyorosha mama. Kumbe ni wewe unanyoroshwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Huko kwetu nyumbani niliona mwanaume mwingine. Alikuwa ananyoroshwa. Paka baba yake akakasirika. Baba yake alikuwa tajiri sana. Alienda akakuja na lori. Ikakuja ikawekwa kwa mlango ya nyumba. Alikuwa amejengea kijana yake nyumba kubwa sana. Akaambia yule mwanamke aweke kile kitu kwa hiyo nyumba, kwa hiyo lori. Kwa sababu kijana amelimwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Aliweka kila kitu, aliambiwa weka kila kitu. Wakati aliweka akawekwa kwa lori, akapelekwa mpaka kwao. Mzee akapitia hapa Nairobi, akachukua vitu kama hizo akarudisha kwa nyumba. Asifu kijana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sio kila mwanaume anapiganaga, kuna wale wanapigwa. Na sasa hiyo mama ndiye anapiga duru, unafikiria mwanaume ndiye anashughulikiana, kumbe anashughulikiwa. So what I was saying is, circumstances is a big way that God uses to speak to us. But many times we do not realize it is God who is speaking to us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeelewa hiyo? Kila mtu aseme circumstance. Ni mara ngapi Mungu alitumia hali kunena na wewe, alafu ukasema
sielewi ni nini inaendelea. It is God who is sometimes using circumstance to speak to your life or to my life. Mimi Mungu ashawahi tumia hadi many times. Na hii kitu nimemiss many times until when I came to realize God can use it to speak to my life. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ashawahi tumia hata wanyama, si ni kweli? Yes. Balaam alinenewa na mnyama, ni Balaam au ni Balak? Balaam Mungu alitumia punda kumnenea, lakini hakuwa anashikanisha. Mpaka wanaongea naye. You can imagine kimotoma ya punda. Si mnaona vile punda iko na rodhiaro kubwa hii? Na wanaongea naye. Ananiambia ningekuwa na sword ningekuwa nimekumaliza sasa. Naye punda inamwambia jameni, I'm the same animal. I'm your donkey that have been carrying you every day. Why don't you understand? Amen. Punda inaona malaika, but a mad prophet, haoni. God used the donkey even to speak to a man. So God can use anything to speak to us. So number 2, andika dreams. Dreams is another thing, or it is another venue or channel that God uses to speak to us. Now, dreams is most common to many people. Mungu anatumianga ndoto sana kwa watu wengi, na hii ndio nafikiria channel kubwa sana, na ndio mimi nasemanga mara mingi wapendwa, ni vibaya sana kupuuza ndoto zako. Nani wako na kitabu ya ndoto hapa? Hata msiseme hamuna. Nani yako na kitabu ya ndoto? Inua mkono usiaibike. Nafikiria tuko wawili, sababu mimi niko nayo. Amen. Mimi do you know hata hii mambo ya corona some of us Mungu aliwatuonyesha. Do you know? But tulipuuza. Haki. Mimi Mungu alinionyesha mambo haya na sikuwa ninashikanisha. Saa hii ndio nimerealize yale mambo niliandikanga kumbe ni hii. Bwana Yesu asifiwe. So dreams come from God. Now dreams also can come from much business. Out of many businesses you have indulged in the course of the day or in the course of the week, unaweza pia ota, lakini kuna ndoto ambazo huwa zinatoka kwa Mungu mwenyewe, na ni vizuri kufahamu hizi ndoto. What happens when you have the dreams of the night? If you check from the Bible, you realize people like Daniel, God would speak to them. Bwana Yesu asifiwe. Through dreams, and many other people who are written in the Bible. So ni vizuri kufahamu wakati Mungu anaongea na ndoto, ujue hii ndoto ni mimi au ni shetani au ni Mungu. Sasa hapo ndio kisugumkuti kinakuanga. Maana usipojua ni ndoto ya Mungu au Mungu akitumia ndoto kunafanyikanga aje kibibilia au kwako, hutawahi jua ni ndoto ya Mungu. Mara mingi utakuwa unaota ya Mungu, unasema ni ugani na unaipuuza. Kumbe Mungu amekupatia instructions zako katika ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nasikia another story concerning one young man alifutwa kazi na alikuwa an IT expert, na wakati alifutwa kazi kwa hizi kampuni kubwa, kampuni hiyo computers, maana kazi yake ilikuwa ya IT, computers zikalala zote. So wakamuita wakamwambia tuko na hii shida na tabu uende, imekuwa wasi, tumeita watu wengi wakuje wasaidie kuamsha, lakini imekuwa mbali. I thank God because that guy revered God. Do you know what happened? Imagine alienda akaambia Mungu. Juu alienda akaziangalia akaona hii kitu sio vile nilikuwa nafikiria. It is ni mbaya. Yes, I'm an expert of IT, lakini hii inahitaji beyond an expertise. Bwana Yesu asifiwe. And he told God, please let me know what to do concerning this issue. Do you know what God did at night? God appeared to him at night. Akampatia a code in form of numbers. Code. Kila mtu sema code. Akampatia code. Akamwambia kesho enda tumia hiyo. Sasa jameni, hiyo ni nini? Code. Yes. Wakati alienda the following day, alienda akaweka in one of the main computer, akaweka hiyo code. Ikaamuka na zikaamuka zote. Manager alikuja akamuuliza umefanya aje? Akamwambia wewe, si wewe haja yako ni computer ikuwe sawa sawa. Nimekutengenezea.
na akarudishwa kazi na akapewa mshahara mingi. Called ambayo ilitoka wapi? Heaven. Angepuuza. Na ninataka niwaambie wapendwa, some of these, even the wisdom and knowledge ambazo ziko kwa hii dunia, some of the technologies you see around, they are not from God. Some of them are from God and some of them are demonic. Bwana Yesu asifiwe. Some of these technologies like nuclear technology. Hiyo ni technology hiyo sio akili ya watu. Hakuna. Go do your research. You realize ya kwamba some of these people they exchanged, wameruhusu shetani afanye kazi naye anawapatia their own technology. Amen. Alafu nafikiria ati some of these things ni hekima ya wanadamu, sio hekima ya watu. You know, I was surprised to learn ya kwamba some of the technologies zilikuwa kitambo, they are superior than our technology. Wanasema mpaka wa leo something like pyramid, Egypt pyramid, hawawezi tengeneza. Hatuna hiyo technology leo. 21st century hatuna hiyo technology. Lakini ilitengenezwa wapi? Many years back. Hiyo ni technology ina gani? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. So dreams. How do you know when God is speaking through dreams? Ndoto ambazo zinatoka kwa Mungu mara mingi zinakuanga most of the time zinakuanga na mshtuko. Amen. Ndoto za Mungu, you realize even in the Bible, wale watu Mungu aliongelea na ndoto waliamuka na mshtuko na mshangao. Hii ndoto ambayo unaamuka you don't even feel anything, huenda labda hiyo ndoto sio ya Mungu. Because most of the dreams that comes from God, they give you dread. There is something even in your spirit that tells you ya kwamba something God has spoken here. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri nitakuja kufafanua zaidi kuhusu how you can point out ya kwamba hii ni ndoto ya Mungu na ninajua ya kwamba tutafaidika. So nimesema hivyo because I want you to realize there is a dream from God, dream from the enemy and dream from yourself. But most of the dream from God, one of the signs unaweza pinpoint na ujue ya kwamba huenda ni Mungu ameongea na mimi ni hiyo dread. Unaamuka na hiyo mshangao na mshtuko ya kwamba, na most of the time you wake up. Ndoto ya Mungu most of the time when you have it you wake up. Hata kama ni saa 7 ya usiku na umelala saa 6 you wake up. Mimi hakuna ndoto ya Mungu ninaotanga. Na sometimes hata sio kuota. Ninaonaga ni kama ni kuonyeshwa ninaonyeshwa and then I have to wake up. Most of the time when you have the dream from God, most of the time you wake up. Lakini si unafika asubuhi unaanza kukumbuka ni kama niliona ng'ombe, ilikuwa ni kama punda, ni kama ilikuwa kuku. Hizo vitu. Okay, number 3, andika number 3, cancel. Remember we are looking at how the channels that God uses to speak to us. So that number 3 is cancel. The time is running very fast. Cancel ni mashauri. It is very unfortunate nowadays we don't have people who want to be cancelled. Psalms 1:1, the Bible says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night." In his law he meditates day and night. I want you to realize here, no matter who you are, believer or non-believer, at one time you need to be counseled. Wale watu hampendi kushauriwa, shikeni kuanzia leo. Sometimes God uses counsel to speak, to direct you and to speak to you. Mashauri. Na ndio hapa Psalms 1:1 inatuambia tuwe watu waangalifu mahali tunatoa mashauri. Maana kubarikiwa ni yule mtu kutembea kwa mashauri ya wenye haki. Kwa hivyo kuna mahali unaweza toa mashauri na iwe Mungu hataki utoe mashauri pale, because counsel will direct you and counsel sometimes will mislead you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikuulize ninapoendelea kumalizia. Who gives you counsel? Ni nani mshauri wako? Because most of the people have, kuna mtu anakupeanga mashauri. Amen. Nilisikia daktari mwingine akisema kwa mama wakipata mtoto aende kwa mama rafiki yake ambaye alipitia hapo, amuulize, "Wako ulinyonyesha miezi ngapi?" Amwambie, "Mimi ni mwezi moja tu."
nikaanza kukapatia uji. Hata kama daktari alikuwa amesema miaka 2. Kananyonyeshwa hiyo mwezi nikapewa uji. Because a counselor is so important and is so powerful and so influential in your life. So I want to say this, wapendwa, ni vizuri tuangalie ni nani huwa anatupatia mashauri katika maisha yetu. Because counsel, God can use counsel to direct you and to give you and to speak to you. Bwana Yesu asifiwe. Nani huwa anakushauri? Uliza jirani yako hivyo. Nani huwa anakushauri? Na muangalia watu wengi wale ambao wanapotea. Amen. Amen. Au watu wengi wale ambao hufanikiwa. There is someone behind your success. Okay, they say there is a woman behind every success. There is a woman behind every success. But I want also to add this. There is a counselor behind every success. Amen. Amen. Au nimesema vibaya? There is they say there is a woman behind every successful man. But I want to add, there is also a counselor behind every successful person. Bwana Yesu asifiwe. Who counsels you? Ni nani huwa anakushauri? Wewe huwa unasikiza nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So I have given you three ways. Ya kwanza tumesema ni circumstance, ya pili tumesema ni dreams, ya tatu tumesema ni counsels or counselors. Amen. 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 Unakumbuka kuna mfalme mmoja, sijui ni Joram au mgani huyo? Ni Jeroboam. Ati wakati aliachiwa kiti na Daudi alienda kwa wazee. Was it Jeroboam? Okay, we will confirm. Alienda kwa wazee akawauliza, okay, nikitaka kuongoza vizuri, what should I do? Wazee wakamwambia, if you want these people to love you and to be submissive, make their burden lighter. Okay? Then wakati alitoa hiyo shauri, akasema, wacha niende kwa mabeste. Akaenda kwa mabeste. Unajua ile ushauri alipewa? Aliambiwa enda uambie Wasae, enda uambie watu. Kidole cha nani? Kidole cha kwani hamsomaji Biblia? Si tusaidiane. Uambie kidole chako cha guba. Hii inaitwa kidole. Ni guba au ni gani? Ni guba. Guba ni hii ni gani? Ya moira. Kumbe mtu Kiswahili ni kama mimi. So, okay, hii kidole dogo. Uambie hii kidole dogo yako ni nono kuliko waist ya baba yako. Surely. Yaani alikuwa anamaanisha nini? Kama baba yako uambie, kama baba yangu alikuwa anawachastise, anawakulisha ka scorpion, mimi nitakuwa mara 2. Nitakuwa zaidi. Na in fact akachagua kufuata mashauri ya vijana kuliko mashauri ya nani? Ya wazee. Kulingana na Mungu angefuata mashauri ya wazee. Lakini kwa sababu ya ubeste, wale mko na mabeste hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii. Wale mko na mabeste. Hakuna kitu unafanyaga bila kuuliza mabeste. Sometimes mabeste ni mabisti. Kuna mabeste ambao watahakikisha wamekukula. Amen. Akaenda akamwambia, hoye, kidole changu dogo ni kikubwa kuliko waist ya baba yangu. Unamaanisha nini? Baba yangu alikuwa anawapiga sijui na nini? From there the kingdom of Israel was divided because of counsels. What do I want to say? Ni vizuri, na sijui kwa nini ninarudia hii. Ni vizuri kuangalia ni nani huwa anakushauri. Kwa sababu hata kuna watu wametoka kwa church kwa sababu ya mashauri mabaya. Amen? Amen. So not every counsel that is given that is right. Ni vizuri kupima mashauri imetoka kwa nani kwanza. The first thing imetoka wapi? Kwa nani? Maana hapa tumeambiwa the counsel of, we should not walk in the counsel of the ungodly. So it matters the source of your counsel. It is very important. Who is that is giving you counsel? Ni nani huyu anakushauri? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Number 4. Okay, before we go to number 4, Proverbs 20 verse 18 says, every purpose is established by counsel, and with good advice make war. Proverbs 20 verse 18. Ya kwamba kila mashauri, kila kusudi huwa linadhibitishwa na mashauri
lakini mashauri mema hushinda vita au hupigana vita. It is by good counsel that we make war. But every purpose, kila kusudi huwa linadhibitika kwa sababu ya mashauri. Hata kanisa kama hili, kuna mambo my dad alikuwa ananiambia, my spiritual mentor alikuwa ananiambia, my son, don't do 1 2 3. Mimi hata kuja kwa hii phase 3, si mnaona mahali my mentor hapo, yeye ndiye aliniambia nikuje huko. Nilikuwa nafikiria Kitengela ana wale tulikuwa nao kwa ng'ombe, you can remember nilikuwa nawaambia au tuende Kitengela, but when I consulted my mentor akaniambia, wewe enda phase 3, hii shamba ya Bwana ni kubwa, enda phase 3. So kuna mtu atakuja hapa, angalia, mbona walifungua kanisa hapa na kuna nyingine pale. It is out of counsel of my mentor, akaniambia go phase 3, enda hapo, niko na I'm okay with you, go there, you have my blessing. Are we not succeeding? Yes. So you realize ya kwamba everything, every purpose on earth, according to the word of God, it is established by counsel, and with good advice we make war. So you can lose war by having